ndivyo wanavyoenda namna hiyo. Yuko kwenye maandalizi mazito ya kufikia kwenye malengo yake ya kwamba watu wote watumie sarafu moja. Na sasa mipango ya kufikia kufanya maamuzi ya kuabudu siku moja bado iko inaendelea. Nyakati tulizo nazo sio nyakati za lele mama. Sio nyakati za lele mama. Bwana Yesu asifiwe. Tulizo nazo sio siku za lele mama. Kuna matukio ambayo yanaendelea yanatupa picha tofauti kabisa. Msemo moja wapo ni watu wengi kuja kuoa. Haya matukio yanapotokea yanatupa picha ya siku za mwisho. Moja nimesema kuoa watu wengi kwa wakati. Mauaji ya theluthi ya dunia. Lakini pia nikasema kukauka kwa mto Frati, ambayo sasa ndizo dalili zake. Na kukauka kwa mto Frati ni kwa sababu ya yule malaika aliyekuwa amefungwa chini ya mto Frati. Malaika wanne walikuwa wamefungwa chini ya mto Frati. Baada ya kuruhusiwa, moja alikuwa ni wa kitasa ambaye mimina maji juu ndani ya mto na mto ukauke. Ule mto haujawahi kukauka miaka na miaka, ni mto mkubwa sana. Lakini utakauka ili kupisha majeshi yasipate shida kwenda kuvamia Israeli. Lakini kasema dalili nyingine kubwa ni ujenzi wa hekalu la Sulemani. Na katika msingi wa hekalu la Sulemani, na ndipo vita vitakapoinuka pale. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndipo vita vitakapoinuka pale. Yanaungana kwa ajili ya taifa moja Israeli. Bwana mstari wa kwanza. Kitabu cha Zekaria 12 mstari wa kwanza. Nasema ufunuo wa maneno ya kwamba kuna wakati utafika Yerusalemu, maana taifa la Israeli litakuwa jiwe la kulemea. Maana yake kila taifa ambalo litaingia mgogoro na Israeli litalemewa na litajeruhika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwisho anasema na mataifa yote ya dunia watakusanyika pamoja juu yake. Mwanzo nilitangulia kuambia kwamba sasa hivi kuna rumors zinainuka kwamba taifa la Israeli ndilo linalosababisha mauaji ya watu wengi duniani. Kwa hiyo wanatafuta namna ya kufanyaje, ya kulishughulikia taifa la Israeli lisiwepo ili wapunguze mauaji. Lakini Biblia imesema kwamba Israeli itakuwa jiwe la kulemea. Leo Israeli, ndege ya Israeli inaweza ikatoka na kabinti kadogo kakaondoka na ndege kakairudisha, kwa sababu imejaa mabomu ya kuzuia mashambulizi. Bwana Yesu asifiwe. Irani kwa shambulio kubwa lililofanyika iliwahi kutuma makombora 300 makubwa. Makombora ngapi? 300. Manake ukubwa wa kombora moja ni kama ilivyo semi-trailer. Kombora moja, hilo ni bomu. Ukubwa wa semi-trailer 300, kiasi kwamba likitua duniani sijui dunia inakuwa na hali gani. Lakini hakuna hata kombora moja lililofanikiwa kutua katika ardhi ya Israeli.
yote ilitunguliwa kasambaratishwa juu kwa juu. Maana yake hili ni jiwe la kulemea. Lakini tunaposema kwamba mataifa yote yatakusanyika pamoja juu yake, maana yake mataifa yote sasa yanailamu Israeli. Kila mmoja anasema si mmoja angesarenda. Na ukiuliza wasarende nani? Hasarende Israeli. Rais wa Korea Kaskazini aliwahi kutamka kwamba tuna wasiwasi na watu wetu walioko Irani, usalama wao. Rais wa China amewaita falme za Kiarabu kwamba tutakuwa pamoja na ninyi, tutawaunga mkono. Haya, rais wa Urusi aliwaita wakakaa kikao kwa ajili ya kuishambulia Israeli. Maana yake watakatifu wa Bwana, tusipoangalia kwa macho ya roho, tusipoangalia kwa uhalisia, mambo yanayoendelea sasa hivi ni kipimo cha siku za mwisho. Ni dalili kabisa kwamba Yesu yuko karibu kurudi. Tusipoangalia tukaishi kama wanavyoishi mataifa mengine, tukaishi kama watu wa duniani, tukaishi kama sio wateule, tukaishi pasipo kuiandaa mioyo yetu, tutajikuta tunabaki katika unyakuo wa Kristo. Kilichobaki ni kipenga kupulizwa, wapendwa. Yaani kama wachezaji wakiwa uwanjani, dakika zimeshaisha za mchezo, wamesubiri refari apulize kipenga kwamba muda wa mchezo umeshaisha. Ndio tunakusubiria sasa hivi kuja kwa Kristo. Dalili zote kubwa ambazo zimetajwa zimetokea. Kwa tukio kubwa ambalo sasa hivi limebaki ni Yesu kuja kuchukua watakatifu wake, ili haya yaliyotabiriwa sasa ya mpinga Kristo kuanza kazi yaingie kazini, na taifa la Israeli lifahamiwe. Maana taifa la Israeli litakapoinukiwa na kufikia kuvamiwa na mataifa yote, maana yake kanisa inabidi litwaliwe ili watoke watakatifu. Maana Biblia inasema kwamba ile dhiki haitakiwi kuwapata watakatifu, hapana. Sasa kanisa itakapotwaliwa, ndipo mataifa yatainuka kinyume na taifa moja, na ile vita itakuwa vita ambayo atakayekuja kuinyamazisha ni Yesu mwenyewe atakapokuja kutia mguu wake katika dunia. Maisha yetu mimi na wewe yako katika sura gani? Umeandaaje kusubiri ujio wa Kristo? Unajihangaisha na mambo gani? Hatuna mji hudumuo sasa. Uharibifu tayari umeshaingia. Hatari imeshaingia. Maana yake nyakati tulizo nazo ni nyakati za mwisho. Tunasubiri tu Yesu Kristo alinyakua kanisa lake. Na kadiri machafuko, watu wengi wanasema, wanatarajia kwamba labda tutasikia kwamba tayari vita vimekoma. Kila kunapokucha ndipo mabadiliko yanazidi kuongezeka. Machafuko ndivyo yanavyozidi kuongezeka, na kadri machafuko yanavyozidi kuongezeka, Yesu analiangalia kanisa lake. Mungu anaangalia watakatifu wake, anaangalia usalama wa watakatifu wake. Maana yake tulikofikia hatuna wakati mrefu. Tunasubiri dalili gani? Tunasubiri tukio gani la kibibi litimie? Tukio lililobaki sasa ni tukio la Yesu kuja kulinyakua kanisa. Hilo ndio tukio kubwa lililobaki. Maana nasema kwamba pale
ambapo watu watakuwa wanatangatanga, mioyo yao iko juu, wanawaza nini kitakachoipata dunia katika nyakati hizi. Wakati wa mawazo hayo ndipo Kristo anakuja kuchukua watu wake. Bwana Yesu atusaidie sana. Hilo ndio tukio pekee ambalo litakuwa ni tukio la kihistoria. Mpendwa, sikiliza. Vyombo vya habari vitaandika matukio kila namna. Maana kama kuna rubani alikuwa anaendesha ndege ameokoka, anatwaliwa juu kwa juu, ndege inabaki haina rubani, maana yake inayumba yumba, mwisho wa siku inadondoka, watu wanakufa. Kama kulikuwa kuna driver anaendesha gari, maana yake hilo gari anatwaliwa, wengine wanakuja, maana yake ajali siku hiyo itakuwa ni ajali za kutosha. Maana yake watakatifu wakitwaliwa, kutakuwa na mabadiliko ya dunia ndani ya sekunde moja. Mimi na wewe tutakuwa wapi? Maandalizi yako yakoje? Unajishughulisha na nini ndani ya moyo wako? Unashughulika na nini ndani ya moyo wako? Maana kile ambacho unashughulika nacho, hicho ndicho utakachovuna. Bwana Yesu asifiwe. Lazima utafakari nini unachoshughulika nacho sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna tukio la kibiblia kubwa ambalo sasa limesalia kabla ya kuja kwa Yesu. Hakuna tukio kubwa la kibiblia ambalo limesalia kabla ya kuja kwa Yesu. Lazima mioyo yetu tuiandae kwa ajili ya kuja kwa Yesu. Lazima Kristo wetu tuandae kwa ajili ya kunyakuliwa. Tusipojiandaa kwa ajili ya kunyakuliwa, wapendwa, kanisa litatwaliwa, halafu tutakuwa wageni wa nani? Tutakuwa wageni wa nani? Luka 17:26. Katika hali hii tulionayo, tuko na shughuli za maisha, tunahangaika hapa na pale, tunajishughulisha hapa na pale. Wengine wanaoa, wengine wanakula, wanastarehe. Kila mmoja anafanya anachokiona kinafaa katika maisha yake. Lakini mwana wa Adamu atakuja katika nyakati hizo, na dalili zote kubwa kama ilivyokwisha kutangulia zimeshakwisha kuonekana. Tunasubiri dalili gani kubwa? Lazima tushtuke. Luka 21:28. Lazima tushtuke. Biblia inasema hivi: basi mambo hayo yaanzapo kukaribia, ukombozi wetu umekaribia. Lazima tuchangamke, tuvinue vichwa vyetu kwa ajili ya ujio wa Kristo. Lazima tukae katika maandalizi ya kumngojea Yesu kuja mara ya pili kulinyakua kanisa lake.
tusije tukafanana na wale ambao walikutwa wako busy na shughuli za kidunia na hawajajiandaa kwa ajili ya kumlaki Yesu, tukabaki. Una harakati gani ndani ya moyo wako? Hatuna wakati mrefu. Tuko katika nyakati za mwisho. Matukio haya sio ya kawaida. Ni matukio ya hatari ya siku za mwisho. Nilipoona taarifa ya mto Frati kwamba unakauka, historia ule mto ni mto wa miaka mingi na haujawahi, ni mto, historia yake kwenye Biblia, ni mto wa miaka mingi na haujawahi kukauka. Sasa leo tunasikia unakauka. Na wanasayansi wanasema kwamba unakauka kwa sababu ya mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini pia maji yake sijui yanakuwa yanatekwa na viwanda huku, wengine wanavuta kwa viwanda nini. Lakini Biblia inasema kwamba kukauka kwa mto Frati ni kwa sababu kitasa kimemiminwa. Kitasa kimemiminwa. Hebu tuangalie Ufunuo 16. Ufunuo 16:12. Nasema, na huyo wa sita akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Bwana Yesu asifiwe sana. Wafalme watokao katika mawio ya jua, maana yake watokao mashariki kwa ajili ya kwenda kuipiga Israeli. Bwana tusaidie sana. Tunahitaji kuchangamka na kuvinua vichwa vyetu. Tusipofanya maandalizi ya kuja kwa Kristo, tukahangaika na masumbufu ya dunia hii, tukahangaika na masumbufu ya kutafuta mali, tukahangaika na masumbufu ya kutafuta mambo ya kidunia, tutakutwa hatuna maandalizi ya kumlaki Yesu. Lazima tuyaangalie haya mambo. Tutakutwa hatujajiandaa kwa ajili ya kumlaki Yesu. Matokeo yake tutakutwa tuko hivi hivi. Na siku ile itakapofika ikatukuta hatuna maandalizi, maana yake hatuna sifa ya kumlaki Yesu. Luka imesema 28, Luka 21:28 imesema, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, maana ukombozi wenu umekaribia. Tunapoyaona haya, lazima tujiweke kwenye mstari wa kimungu. Lazima tujiandae kwa ajili ya ujio wa Kristo. Kama ulikuwa katika kona za matembezi, rudi kwenye mstari, rudi kulichukua kanisa lake. Yesu yuko karibu kurudi kulinyakua kanisa lake. Ni swali kwako, ni swali kwangu. Atatukuta katika hali gani? Hilo ndio la kujiuliza tu. Atanikuta niko katika hali gani?
hali atakayo kukuta nayo, hiyo ndio itakayoamua wewe utakuwa wa wapi. Napenda tujiandae kwa ujio wa Kristo. Yuko karibu kulinyakua kanisa lake, na kadri tunavyoona maovu yanazidi kuongezeka na upendo unavyozidi kupoa, kuinukiana kunazidi kuongezeka, ndivyo siku inavyozidi kuwa karibu. Biblia imesema wazi, taifa litainuka kupigana na taifa, ndugu watainukiana, kanisa litainuka juu ya kanisa. Tunapoona haya yanainuka, ndivyo vipimo vya siku yake kuwa imeshafika. Mpendwa, changamka, kiinue kichwa chako. Yesu yuko karibu kuichukua kanisa lake. Fanya maandalizi ya kujiandaa kupokea ujio wa Kristo. Shughulika na moyo wako, ufanye maandalizi ya kumpokea Yesu. Mungu akubariki. Nakaribisha maswali.